Karibu kwenye habari za ulimwengu. Wakati dunia ikishuhudia ongezeko la migogoro ya kijeshi, vikwazo vya kiuchumi na mvutano wa kisiasa katika maeneo mbalimbali, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya juu ya kuimarika kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya China, Russia, Iran na Korea Kaskazini. Ushirikiano huu unaelezwa kama changamoto ya moja kwa moja kwa sera na ushawishi wa mataifa ya Magharibi yanayoongozwa na Marekani. Tofauti na miunganiko rasmi ya kijeshi kama NATO, ushirikiano huu hauna makubaliano ya wazi yaliyoandikwa au muundo wa taasisi za pamoja. Badala yake umejengwa juu ya maslahi ya pamoja ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama, huku kila taifa likishirikiana kwa kiwango kinacholingana na malengo yake binafsi, hasa katika jitihada za kupunguza utegemezi wao kwa mifumo inayotawaliwa na Magharibi. Kwa China, ushirikiano huu unaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kupanua ushawishi wake wa kimataifa na kupinga mfumo wa dunia unaoongozwa na Marekani. Beijing imekuwa ikisisitiza mara kwa mara juu ya dhana ya dunia yenye nguvu nyingi, ambapo hakuna taifa moja au kundi dogo linaloweza kuamua peke yake mwelekeo wa siasa za kimataifa. Russia kwa upande wake imekuwa ikitafuta kuimarisha mahusiano ya kimkakati na mataifa yasiyo ya Magharibi kufuatia vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kisiasa lilivyokumbana navyo kutokana na migogoro ya kijeshi barani Ulaya. Ushirikiano na China, Iran na Korea Kaskazini unaonekana kama njia ya Moscow ya kupunguza athari ya vikwazo hivyo na kuimarisha nafasi yake katika mfumo wa kimataifa unaobadilika. Iran inaona muungano huo kama fursa ya kuimarisha msimamo wake wa kimataifa na kupunguza utegemezi wake kwa mifumo ya kifedha na kisiasa ya Magharibi. Aidha, ushirikiano huo unaipa Tehran nafasi ya kupata uungwaji mkono wa diplomasia katika masuala nyeti, hususani yanayohusiana na vikwazo vya kiuchumi na programu yake ya nyuklia. Kwa Korea Kaskazini, ushirikiano na mataifa haya kunaiwezesha kupata uungwaji mkono wa kisiasa na kwa kiwango fulani uungwaji mkono wa kiuchumi na kijeshi. Wachambuzi wanasema Pyongyang inatumia mahusiano haya kuimarisha msimamo wake wa kimataifa, huku ikiendelea kuhalalisha sera zake kali za kijeshi na nyuklia licha ya shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa muungano huu haujajengwa juu ya uaminifu kamili au mshikamano wa kudumu. Kila taifa lina malengo yake binafsi ya kimkakati na maslahi yao hayaendani kwa 100%, hali inayoufanya ushirikiano huu kuwa wa kimaslahi zaidi kuliko kuwa wa kindugu au muungano wa muda mrefu wenye mshikamano thabiti. Licha ya tofauti hizo, athari za ushirikiano huu zinaonekana wazi katika majukwaa ya kimataifa, ambapo mataifa haya mara nyingi huchukua misimamo inayofanana kuhusu masuala ya haki za binadamu, vikwazo vya kiuchumi na migogoro mikubwa ya kimataifa. Mwelekeo huu unaongeza mgawanyiko wa kisiasa na kidiplomasia ndani ya jumuiya ya kimataifa. Mataifa ya Magharibi yanautazama ushirikiano huu kama changamoto kubwa kwa utaratibu wa dunia uliopo. Wachambuzi wa usalama wanaeleza kuwa hali hii inafanana kwa kiasi fulani na mazingira ya vita baridi, ambapo dunia iligawanyika katika kambi mbili zenye mitazamo na maslahi yanayokinzana, ingawa sasa ni katika mazingira mapya ya kisiasa zaidi. Kuongezeka kwa mgawanyiko huu kunazua hofu ya kuimarika kwa migogoro ya kimkakati, vita vya kiuchumi na mashindano ya kijeshi katika maeneo mbalimbali ya dunia. Badala ya vita vya moja kwa moja kati ya mataifa makubwa, ushindani huu unaonekana kujitokeza kupitia vikwazo, vita vya taarifa, mashindano ya kidiplomasia na migogoro ya mawakala. Kwa mtazamo wa jumla, kuimarika kwa ushirikiano kati ya China, Russia, Iran na Korea Kaskazini kunaashiria mabadiliko makubwa katika mizani ya nguvu za dunia. Swali kubwa linalobaki ni iwapo mataifa makubwa yatachagua njia ya mazungumzo na ushirikiano wa kweli, au kama dunia itaendelea kusukumwa kwenye mgawanyiko na mashindano makali ya kimataifa yenye hatari kubwa kwa usalama wa dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.